Epuka kero na gharama za kusambaza kadi za makaratasi. Invite Pro tunakuleta kadi za kielektroniki, smart na za kisasa ambazo zitakusaidia kusambaza kadi za mialiko na mchango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mialiko na michango, kadi nzuri yenye mvuto, kusambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp, kusambaza Google location ya ukumbi au mahali sherehe inapofanyika, kuwapigia waliko wako wote ili kuhakiki kama wamepata kadi. Tunatoa ripoti ya idadi ya watu wanaotazamiwa kuhudhuria sherehe, kuskani kadi siku ya sherehe, kusambaza message ya shukrani kwa waliko wote. Waliko wote watapata kadi kwenye simu zao, iwe smartphone au kitochi. Tunatoa huduma zetu mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Instagram @invitepro_ au tupigie kwa simu namba 0747474098 au WhatsApp 0763570877. Sheikh wa mkoa wa Dodoma, Dr. Mustafa Rajabu amewataka Waislamu kuepuka matumizi mabaya ya neno haki yanayoenezwa kupitia mitandao ya kijamii, akisisitiza kuwa tafsiri potofu ya dhana hiyo zimekuwa chanzo cha kuchochea magawanyiko na vurugu zisizo za msingi. Sheikh Dr. Mustafa Rajabu ametoa wito huo leo jijini Dodoma katika msikiti wa Gaddafi wakati wa hotuba ya swala ya Ijumaa. Leo umma unaweza ukaibuka ghafla baktata kwamba unadai haki. Neno haki limekuwa ni neno ambalo haliachi kusikika katika masikio yetu na haliachi kusemwa katika midomo yetu. Kila mmoja yuadai haki, lakini hata raia hufika mahala nao wakadai haki, na hata ikafika watu wakatoa judgment kwa kusema haki kwanza kuliko kila kitu. Ndugu zangu, kabla ya wewe na mimi kudai haki zetu kama raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama mke wa mtu au mume wa mtu au mdai na mdaiwa, ni lazima tuelewe neno na maana halisi ya neno haki kabla ya matumizi, ili ukija kulitumia neno hilo la haki ujue, je, matumizi yake yanaendana sambamba na hiyo haki unayoidai, au unalitumia neno haki hovyo vile unavyoona wewe. Kalimatu haki urida biha batil. Inawezekana watu wakaona ya lile neno la haki unalolitumia, kweli wewe unadai haki yako, unadhulumiwa wewe haki yako, wewe mnyonge unatakiwa usaidiwe. Kumbe nyuma ya lile neno linaonekana haki, lakini makusudio yake si haki, ni batili. Kwa hivyo haki ziko nyingi. Kuna haki zetu sisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna haki ya mzazi kwa mwanawe. Kuna haki ya mtoto kwa mzazi wake. Lakini kuna haki ya mke kwa mumewe, na kuna haki ya mume kumfanyia mke. Lakini kuna haki ya viongozi wa serikali kwa raia, na kuna haki ya raia kwa viongozi wao wa serikali. Ndugu zangu, neno haki ni neno la Kiarabu ambalo lenye maana ya ukweli. Neno haki ni neno la Kiarabu lenye tafsiri ya Kiswahili kwa maana ukweli. Na neno haki, neno la Kiarabu linalo tafsirika kwa maana ya umoja. Ndugu zangu, kabla ya wewe na mimi kudai haki zetu kama raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama mke wa mtu au mume wa mtu au mdai na mdaiwa, ni lazima tuelewe neno
na maana halisi ya neno haki. Ukinyimwa haki ya kuoa, andamana. Ukinyimwa haki ya kuishi, andamana. Ukinyimwa haki ya kufanya kazi, andamana. Acha maandamano ya kipumbavu yasiyokuwa na tija. Ni upumbavu. Ni maandamano kama wanavyoandamana hata wanyama, mbuzi na kondoo wanapokwenda maandamano yao katika kuchunga, pia inakuwa na afadhali kuliko wewe, kwa sababu wao wanakwenda kutafuta riziki. Wewe unaamka asubuhi na unawaza maisha kama wewe wote hivi. Utakuwa tajiri bila kufanya kazi. Mwisho wake utawaza kuiba tu. Mwisho wake utawaza maandamano ili uende katika maduka ya watu uibe, uvamie. Wito huu wa Shehe wa mkoa wa Dodoma unakuja katika wakati ambao mitandao ya kijamii inatumika vibaya kusambaza taarifa zenye kuchochea migawanyiko. Amehimiza Waislamu na Watanzania wote kushirikiana kulinda amani na mshikamano wa taifa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.